Nakwambia ole wako utembee na mke wangu. Sio tu kutembea naye, ukionyesha tu kumtamani, yani ukionyesha tu nia ya kumtamani na kuua. Bwana, hizo zilikuwa ni kauli za Don akimwambia huyu kijana wa kuitwa Rashidi. Na tukumbuke tayari hao wameshakulana. Rashidi ashamla mke wa Doni. Sema tu Doni bado hajajua. Alimlia huku Tanzania. Sasa hizi wako Marekani. Mambo yatakuaje? Bana nikwambia tu ndugu yako, karibu sana kwenye hii sehemu ya 3 tukapata kujua itakuaje. Doni anampa msisitizo Rashidi, ole wako na kuua, kati mwamba tayari ashakula mzigo. Je, wataweza kuacha kati ya Claudia na Rashidi wasikulane? Patamu hapo. Hebu karibu katika hii sehemu ya 3, mzigo mtambo kuitwa Rise Up kutoka kwake Eda Zaria G Msulwa. Bora karibu. Na katika kila pambano utajipatia 2% ya mapato yaliyopatikana hadi pale gharama tulizo kugharamia ziweze kurudi. Nadhani tumeelewana Rashidi. Ndio, nimekuelewa. Na nikupe angalizo jingine kijana. Mke wangu huyu ni mzuri sana na anavutia machoni mwa wengi. Tambua kwamba nimemgharamia. Endapo utaonesha dalili za kumtamani mke wangu au nikagundua una mahusiano naye, basi kichwa chako kitakuwa ni halali yangu. Na nikizungumza hivi wastani kijana, walioweza kumtamani mke wangu wote wameshaliwa na mamba katika kisima changu cha mamba. Yani sio tu kutembea na mke wangu, kumtamani. Nikishajua tu umemtamani mke wangu, kifo kinakuhusu. So mheshimu mke wangu upate matunda ya kuishi katika jiji la starehe kama hili. Maneno ya huyu mzee Doni yalinishtua sana kiasi cha kunifanya nitazamani na Claudia, ambaye kwa jinsi nilivyompatia mambo ya Kiswahili sidhani kama kichwa changu kitabaki kuwa salama. Haki ya nani? Doni ataniua. Lo. Mimi kusema ule ukweli, nimekuelewa bwana Doni. Nimekuelewa. Okay. Sawa. Mimi ninapenda heshima. Napenda sana heshima. Leo utapelekwa katika nyumba tuliyokuandalia. Na kesho jioni utakuwa na pambano la majaribio. Nahitaji sasa kukuona mimi mwenyewe kama uko vizuri au la. Sawa. Naam. Baada mazungumzo haya, niliondoka nyumbani hapa kwa Don, mimi pamoja na familia yangu, huku tukiwa tumeongozana na Brian aliyekuwa anaendesha gari. Tukafika katika moja ya nyumba ni nzuri sana, ambayo nje tuliweza kukutana na walinzi wawili waliokuwa wamevalia suti. Tukashuka kwenye gari tukiwa tuna mizigo hii. Walinzi hawa wakatusaidia kuingiza ndani. Brian akatuzungusha eneo zima la nyumba hii ya ghorofa moja na kutueleza pale baadhi ya vitu ambavyo hapo awali hatukuwahi kabisa kuviona. Rashidi, naomba tuzungumze. Hapo tukatoka nje na Brian tukakaa kwenye moja ya kibanda cha kupumzikia kilichopo katika bustani nzuri na yenye maua ya kupendeza. Sikiliza Rashidi, nina imani umeweza kumsikia Doni alichokizungumza. Ndio nimemsikia. Anamaanisha anachokiongea yule jamaa. Najua nini kinachoendelea wewe na mke wake. Ila tafadhali sana, mlichokifanya nchini Tanzania kibaki kule kule nchini Tanzania, ila sio hapa Marekani, hususan katika hili jiji la matajiri. Yule jamaa atakuua kweli, wewe na familia yako. Kwa mimi nikiwa kama mwanaume mwenzako ninakushauri tu, bwana, kaa mbali sana na mke wake. Wanawake ni watu wa ajabu sana. Watatumia kila njia kukushawishi na mwisho wa siku wewe ndio utakayeharibikiwa kaka. Sijui tumeelewana? Bro. Lakini Brani, naweza nikakuuliza swali?
Ndio, uliza tu. Kwa nini wewe unaficha niliyoyafanya na mke wa Don nchini Tanzania? Hiyo ni moja ya hali ya kuwa royo kwa mke wa Don. Kwa maana mimi ndo mtu pekee anayeniamini. Mimi nilichokuambia wewe kitekeleze. Fanya maandalizi ya mapambano yoyote, kwa maana kwamba huku kuna wapiganaji kweli kweli, ndugu yangu. Sawa, nashukuru kwa taarifa. Naam, Brian akatuaga mimi pamoja na mama, na kisha akaondoka na kutuacha na walinzi hawa. Hakika ndoto za kuishi maisha mazuri mimi na familia yangu sasa ninaziona zinatimia taratibu. Jioni ya siku iliyofuata, Brian alikuja kunichukua nyumbani hapa, na moja kwa moja tukaelekea katika moja ya jengo moja kubwa, ambapo nje tukakuta watu wengi wakiwa wamepanga mstari ili waweze kuingia ndani. Mabouncer wakatupisha, na kitendo cha kuingia tu ndani hapa, mwili wangu ulisisimka, kwani kuna watu wengi sana. Kuna ulingo ambapo kuna pambano lilikuwa linaendelea. Bana, huu ni ukumbi wa Don. Kila siku kuna mapambano, na watu wengi sana huwa wanaingia ndani ya huu ukumbi. Sawa. Hapo tukaingia katika ofisi moja kubwa mithiri ya sebule. Nilimkuta Don, mke wake, walinzi pamoja na wanaume wengine kama 6 hivi, ambao kwa uvaaji wao wa suti nzuri pamoja na macheni ya dhahabu wanaonesha kwamba matajiri wenye pesa ndefu sana. Katika ofisi hii kuna mativi makubwa inayorusha pambano linaloendelea kwenye ulingo wenye banda lililotengenezwa na nyavu ngumu sana. Karibu sana Malcolm X. Karibu sana, Doni alizungumza huku akiwa amejawa na furaha. Nikamwambia nashukuru sana. Jamani, huyu ndo yule champion wangu niliyewatumia klipu zake. Mbona hana mwili wa mapigano? Tajiri mmoja alizungumza hivyo kwa kuniambia sina mwili wa mapigano, huku akinitazama kwa dharau kuanzia juu hadi chini. Ni kweli unamwona ni mwembamba, hana kifua kikubwa kama wapiganaji wako. Leo toa mpiganaji wako bora ambaye unaona ni bora apambane na kijana wangu hapa. Sikiliza Doni, naweka dola milioni 1 kwenye hilo pambano. Haki ya nani Doni? Mpiganaji wako yatapigwa tu, hamna kitu hapa. Tajiri huyo alizidi kuninanga kwa dharau. Wewe jiandae. Mimi naweka dola milioni 1. Akishinda mpiganaji wako unachukua zote. Aise, kwa kweli watu duniani wana pesa. Ili hayo mamilioni ya dola wanavyozungumza ni kama vile wanazungumzia tu simulizi za Uncle Jay. Hiyo pesa ukija nayo nchini kwetu Tanzania ni sawa na bilioni 1 ambayo unaweza ukafanya makeke mji mzima mpaka watu wakakukoma. Hiyo pesa unaweza ukamnunua Uncle Jay mwenyewe na masimulizi yake yote. Pesa nyingi mno, lakini wao wanahitaji kama vile sijui. Makubaliano yakafanyika kwa matajiri hao. Nikapewa pale lisali 1 kwa ajili ya maandalizi ya pambano hilo. Na Brian alinipeleka katika chumba ambacho wapo wapiganaji wengine, na wote walikuwa wamejazia mili yao na wanaonesha wanakula kisawa sawa. Hey boss, huyo ni nani huyo? Mpiganaji mmoja alimuuliza Brian. Brian akasema huyu ni mwenzenu huyu. Mpo naye? Mwenzetu? Mbona amepauka, hana mwili mzuri wa kama mpiganaji ulingoni? Mpiganaji huyu alizungumza kwa dharau na kuwafanya wapiganaji wote kuanza kunicheka kwa dharau. Ni kweli nilikuwa sina mwili wenye misuli, ila nilikuwa ninajimudu. Brian akawaambia, nyamazeni. Brian alizungumza na wapiganaji wote wakakaa kimya. Inavyoonyesha Brian ndiye anayewafuatilia wapiganaji wote, yani ndiye mtu anayewasimamia. Sikilizeni. Huyu mgeni anaitwa Malcolm X.
atakuwa mmoja wa watu waliopo kwenye timu yetu kuanzia hivi sasa. Sawa bosi. Haila kwa huyu kimbaumbao huyu. Naona kama umebugi. Kila. Huu sio taratibu wa kukaribisha wageni. Mheshimuni mwenzenu na mumunge mkono. Brian alizungumza hivyo kwa kufoka. Basi majamaa haya ilibidi tu yakubali. Wakanipokea kwa roho kishingo upande. Brian alinipatia pale funguo ya kufungua moja ya mlango wa kabati la chuma lililopo ndani ya chumba hichi kikubwa. Sikiliza Malcolm. Kuna kila kitu kwa ajili ya maandalizi yako ya ulingoni. Nimeweka na kile kinyago chako. Doka. Asante sana. Ila usimwambie mtu yoyote ya kwamba unaitwa Rashidi. Jina lako la kuingilia ulingoni, kujitambulisha kwa hawa watu wote ni Malcolm X. Sawa, nimekuelewa. Nenda kawahakikishia kwamba hatujakuleta huku kutoka huko mbali kwa bahati mbaya. Sawa, nimekuelewa Brian. Brian alinitazama machoni kwa sekunde kadhaa na kisha alitoka ndani hapa. Wapiganaji hawa wapatao 22, wote macho yao yalikuwepo kwangu. Nilifungua mlango wa kabati hili na nikakuta pale vitu vyote vinavyohusiana na upiganaji vikiwa vimeandaliwa vizuri kabisa. Nilivua t-shirt yangu nyeusi. Alama za makovu zilizojaa mwilini mwangu zikanifanya nisikie miguno kutoka kwa wapiganaji hawa ambao miili yao kweli ni mizuri, na wakisimama mbele za watu ni lazima washangiliwe, hususan wanawake. Nikabadilisha pale nguo zangu na kuvaa bukta yangu pamoja na kinyago changu. Nikakifunga vizuri usoni mwangu. Jamaa mmoja akasema, wewe, naitwa Kila. Mimi ndo mpiganaji bora wa Doni. Nikasema sawa, nashukuru. Vipi wewe, mbona unazungumza kinyonge kama mtu mwenye njaa? Jamaa huyu mwenye miraba minne alizungumza huku akiwa na gonga kifuani mwangu. Nikamwambia, ndugu yangu, nafikiri pambano liko mbele yangu. Hivyo naomba unipatie muda wa kuweza kujiweka tayari. Fala wewe, mwoga. Nikasema mimi sio mwoga, ila nahitaji muda wa kuweza kutulia. Doni, mke wake na walinzi wake waliingia ndani hapa na kuwafanya wapiganaji hawa wote kumsalimia kwa kuinamisha vichwa vyao chini kama wafanyavyo wa Korea. Na mimi pekee tu ndiye ambaye nilikuwa nimesimama nikiwatazama yeye na mke wake. Doni alinifuata mpaka sehemu nilipokuwa nimesimama huku akitabasamu. Akaniambia, Malcolm. Nikamwambia, ndio mkuu. Nimeweka pesa zangu nyingi sana kwenye hili pambano. Huyu unayekwenda kukutana naye sio mtu wa mchezo. Nahitaji uniletee pesa hapa. Sawa. Muda wote ambao Doni anazungumza, macho ya mke wake Claudia yalikuwepo kwangu. Doni akatoka ndani hapa na kuwafanya wapiganaji wengine kushangaa, kwani nilikuwa ninazungumza na bosi wao kawaida sana. Muda wa pambano uliweza kufika. Nilisindikizwa na walinzi wawili wa Doni kuingia ulingoni. Karibu ya watu wote waliopo katika huu ukumbi walianza kunizomea kwa kufanya buu, huku wakininyoshia vidole gumba chini. Nikasema, Mungu nisaidie, niondolee hii hofu nilionayo moyoni mwangu. Nilizungumza huku nikijeka sawa. Mziki mkubwa ulianza kusikika na nilianza kuona kundi kubwa likimleta mpiganaji anayejifanya kurusha ngumi na kuwafanya watu kushangilia kwa furaha mno. Akaingia ulingoni hapa, akaruka sarakasi kama 6 hivi huku akiwa ananizunguka na kuwafanya watu ndo wazidi kupiga kelele kwa fujo vibaya mno. Leo katika pambano letu tunamleta kwenu mpiganaji mpya aliyevalia bukta ya blue na kinyago cha blue. Anaitwa, mabibi na mabwana, Malcolm X. Mtangazaji alizungumza na watu wote wakazomea mpaka nilijisi hasira. Upande wa kushoto
ninawaletea mpiganaji aliyepigana mapigano 99 hajapoteza pambano hata moja, mvunja viungo vya upinzani, Alvaro Torres. Mtangazaji alizungumza kwa mbwembo nyingi sana na watu wakaanza kushangilia kwa furaha, huku mpiganaji huyo akirukaruka hewani kwa machachari ya hali ya juu. Refa alikuwa amesimama katikati yetu, akasema kwamba pambano hili ni la kupigana hadi mmoja aweze kusalenda. Mpo tayari? Tukasema ndio. Mpinzani wangu tena ndo alijibu kwa haraka sana, huku akinitemea mate usoni mwangu na kunifanya nikasirike. Nikataka kumvamia pale, ila refa alinizuia kwa maana ya kwamba pambano bado halijaanza. Wewe ni malaya tu wa kike, leo nakwenda kukushughulikia na kupiga ndani ya dakika 2 tu, mpuzi mmoja wewe. Jamaa aliongeza tusi lililozidi kunikera mno moyoni mwangu. Ila nikakumbuka maneno ya kocha wangu ambaye aliniambia kwamba ukiona mpinzani wako anakutusi, anaongea lugha chafu, anaongea maneno ya kejeli, inamaanisha kwamba anacheza na akili yako, na ukijifanya unatumia hasira kumvamia, basi utampata nafasi ya kukupiga sana, kwani hutokuwa unatumia akili bali utakuwa unatumia hasira. Pale pale nikajikuta navuta pumzi nyingi sana, nikazishusha, nikaifanya hasira yangu ishuke kwa uharaka sana. Marcom, uko tayari? Ndio refa. Hapo nikarudi nyuma hatua kama 4 hivi. Kengele kuashiria pambano kuanza si ikagongwa. Mpinzani wangu alinyosha kidole cha kati ikiwa ni ishara ya kunitukana. Alinifuata kwa kasi sana, huku akijaribu kurusha ngumi kadhaa. Nikazikwepa kwa kasi ya ajabu ambayo hata yeye mwenyewe hakuitegemea. Akarusha mateke yote, nikayakwepa. Akilini mwangu ninachokifanya sasa ni kumsoma kwanza uwezo wake, na kitu kingine nilikuwa ninahitaji na mimi kumchezea akili yake. Huyu bwana Torres bwana akazidi kurusha makombora mazito, ila uwepesi wangu ulizidi kumpa wakati mgumu mno. Nilipohakikisha ya kwamba dakika 2 zimekwisha, nikamuuliza, "Hey, dakika 2 za kunipiga zimeisha, vipi, unajipya gani?" Swali langu likamfanya huyu bwana Torres kukasirika sana. Si akaruka hewani huku akijigeuza ili anipige teke la kifua. Nikaudaka mguu huo aliokuwa ameutanguliza, nikambwaga chini kama mzigo. Kelele zilizokuwa zinapigwa na mashabiki taratibu zikaanza kupungua. Kwa kasi ajabu Torres akanyanyuka pale huku akitazama kwa macho makali mno. Nikamwambia, "Pigana kijana, vipi?" Nilimwambia huku nikimpa ishara ya kumuita kwa vidole viwili. Hakuna kitu kibaya kama kujiona bingwa alafu kukutana na mtu mpya na akawa na kudharau. Hiki ndicho kitu anachopambana nacho Torres, kwa maana ya kwamba kwa sasa makombara yake na ngumi zake na mateki yake anayoyarusha kwangu, mimi nilikuwa ninayekwepa. Hadi sasa hivi hajapiga ngumi hata moja wala teki moja mwilini mwangu. Mara baada ya kumsoma bwana huyu Torres, nikamsoma vizuri sana, na mimi sasa nikaona okay, huu ndo muda wa kupeleka mashambulizi yangu ambayo kadiri muda unavyozidi kwenda ndivyo jinsi ninavyozidi kumuhimili mpinzani wangu ambaye mbinu sasa zilikuwa zimemwishia. Ukumbi ulikaa kimya. Mapigo yangu ninayoyapiga sasa hivi ni kuhakikisha ninamvunja vibaya mno huyu bwana Torres. Mbavu zake leo hazikuwa na bahati, kwa sababu nilihakikisha upande wa kushoto na upande wa kulia ninavunja mbavu si chini ya 3. Nilimvunja mkono wake wa kushoto pasipo huruma na kumfanya aliye mithiri ya mtoto mdogo. Bwana Torres akakubali kushindwa pambano hili, huku nikiwa nimemjeruhi vibaya mno. Nikasimama huku nikiwa ninahema kwa hasira. Hapo ukumbi mzima kila mtu alikuwa kimya, hata refari mwenyewe alionekana kushangaa jinsi pambano lilivyoisha kwa upande wa Torres. Refari akaninyanyua mkono wangu wa kulia juu akiashiria kwamba nimeshinda hili pambano. Nikatoka ulingoni na watu taratibu wakaanza kupiga makofi. Nilirudi kwenye chumba cha wapiganaji ambapo nao pia wao wenyewe walikuwa wakifuatilia pambano langu kwenye TV iliyopo humo chumbani. Kila mmoja alikaa kimya huku akinishangaa. Huenda hili ndilo pambano ambalo mimi nimeshinda kwa urahisi sana. Pambano ambalo nimetumia dakika chache mno kummaliza mpinzani. Hapo taratibu nikavua kinyago changu nikakaa kwenye moja ya benchi kuu huku jasho likiwa linamwagika usoni mwangu. Oya, hongera sana. Jamaa mmoja mweusi alinipatia pongezi huku akininyoshea mkono wake wa kulia. Nikautazama kwa muda kidogo na kisha nikaushika. Nikamwambia, "Nashukuru."
pia samani kwa kukudharau mara ya kwanza. Nikamwambia poa. Hongera Malcolm, hongera. Hongera bwana. Kila mmoja sasa ilibidi anipongeze kwa namna yake. Doni akaingia ndani humu, akawa anacheka sana. Nilijua na sijatoa pesa yangu ya bure. Safi sana Malcolm. Nashukuru sana. Aise, umempiga mpiganaji ambaye alikuwa akiwaonea hasara wapiganaji wangu. Aise, wewe ni mwingine. Wewe ni mtu mwingine, na sio kwamba umempiga ila umemvunja. Hako kweli wewe ni mashine. Hebu mpigeni makofi Malcolm. Hapo wapiganaji wote ilibidi sasa wanipigie makofi. Malcolm, aise, leo ni lazima nifanye party ya kukukaribisha. Tutakula, tutakunywa na tutafurahia maisha. Hapo Don alizidi kuzungumza kwa furaha sana. Claudia na Brian nao wakaingia ndani hapa, huku nyuso zao zikiwa zimejawa na furaha mno. Mume wangu, unajua mimi nilikwambia naleta chuma na umejionea. Ya, nimejionea mke wangu. Doni alizungumza huku akimpiga busu mke wake. Ase, yani sijaamini kama Torres umempiga. Yani utani tu umemchapa. Mume wangu, unajua nilikwambia huyu mtu sio mchezo. Ana uwezo mkubwa sana. Ni kweli kwa kweli. Naam, msikilizaji, majira ya saa 4 za usiku, Don pamoja na walinzi wake, wapiganaji wake pamoja na mke wake, tukaelekea katika ukumbi mmoja mkubwa sana ambao ulikuwa umejaa warembo wengi waliokuwa wamevalia nguo ya ndani tu pamoja na siridia, huku wengine wakiwa wako bila nguo kabisa, yani walikuwa kama walivyozaliwa. Kila mpiganaji akawa anajichagulia msichana wake. Wengine wanachukua wasichana wawili, wengine wanachukua msichana mmoja, wengine watatu mpaka na kuendelea. Yote katika yote ni kila mmoja aweze kufurahia kwa namna anavyoweza yeye mwenye kufurahi. Malcolm, chagua hapo pisi moja upite nayo. Au mambo haya Tanzania hayapo. Sikuwahi kuyashuhudia. Basi chagua bwana. Hii mimi ni klabu yangu yote hii. Maneno ya Don yakamfanya Claudia nitazame kwa jicho la wivu ambalo mume wake hakubatika kabisa kuliona. Sawa mkuu, ila kidogo kwa leo ninahitaji kupumzika, naona kama vile mwili unaniuma sana. Hakuna chumba cha masaji kule. Hey. Doni aliita wasichana wawili waliovalia nguo ya ndani tu, ila vifuani mwao walikuwa hawajavaa kitu. Mchukueni championi wangu hapa mkamfanyie masaji ya mwili mzima. Mkuu, unajua, nenda bwana Malcolm. Hii ndio Las Vegas, usione aibu. Nenda. Wasichana hawa wakanishika mkono, nilijikuta nikishindwa kujizuia. Tukaingia kwenye lifti na kupanda gorofani. Lifti ilisimama kwenye gorofa ya 9 na kisha tukaingia katika moja ya chumba kinachonukia manukato mazuri mno. Wasichana hawa walianza pale kunitoa nguo zangu huku wakinipapasa kila sehemu ya mwili wangu. Walinilaza katika kitanda kidogo cha futi kama 4 hivi. Wakaanza pale kunimwagia mafuta malaini mgongoni mwangu huku wakiendelea kunionyesha majonjo yao. Mnaitwa nani? Mimi naitwa Camila. Mimi naitwa Martha. Ni majina mazuri sana. Asante. Mlango hiki chumba kafunguliwa na sote tukatazama mlangoni, kwani kumbukumbu zangu zinaonyesha ya kwamba mlango huu tuliufunga muda ambao tunaingia. Aliingia mwanamke aliyevalia kinyago huku akiwa na vazi kubwa linaloburuza hadi chini. Akawapa ishara wasichana hawa watoke ndani hapa, na kweli wakatipa sipo kujibu chochote. Ikabidi mimi nikae kitako kumtazama huyu ni nani aliingia humu ndani. Taratibu akavua vazi lake hili pamoja na hiki kinyago, na nikajikuta nikishtuka sana, kwani huyu aliyeingia alikuwa ni Claudia, mke wa Don, ambaye jana tu Don ametoka kunichimba biti la endapo nitaonesha dalili ya kuwa na mahusiano na mke wake, basi kichwa changu kitakuwa ni halali yake.
Claudia, umekuja kufanya nini humu? Nilizungumza huku nikivuta taulo lililopo pembeni yangu, nikalifunga kiunoni mwangu. Hivi, unawaruhusu vipi wasichana hawa waweze kugugusa mwili wako? Ila wewe mwenyewe umeona hali halisi jinsi ilivyokuwa pale. Okay, poa. Ninahitaji unipe cha faster. Doni sasa hivi yuko na malaya zake. Malaya zake kivipi? Chidi, acha maswali mengi. Nipe faster. Nina dakika 10 tu hapa. Claudia alizungumza huku akitongo zake. Akanivuta taulo, akanisukumia kitandani. Nikalala chali. Akamshika askari wangu, na kweli baada ya sekunde tu askari akawa yuko imara. Akaanza pale kujipimia. Alipomaliza kufika kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro, Claudia akaniambia, asante sana Rashid, bye. Claudia akashuka kitandani, akajifuta pale, akavaa vazi lilokuwa ameingia nalo. Nikamwambia, kwa nini umevaa vazi hilo? Hili ni vazi la mmiliki wa hawa wanawake wote, na ndio maana waliponiona nina vazi hili ilikuwa ni rahisi kwa wao kuweza kunipisha. Bye baby. Claudia alinibusa na kisha akatoka ndani hapa kwa haraka. Hazikupita dakika 2, wasichana wale niliokuwa nao wakaingia ndani hapa. Kutokana na Claudia alikuwa ameniacha katika hali ambayo mimi bado nilikuwa nahitaji, ili nilazimu sasa kuwatembezea kichapo wasichana hawa mpaka pale nilipokuwa nimeridhika. Nikaingia bafuni, nikakoga haraka na kisha nikatoka chumbani hapa, huku nikiwaacha wasichana hawa wakiwa wamelala usingizi wa 444. Nikarudi ukumbini na kuwakuta wapiganaji wenzangu wakiwa wanaendelea kustarehe. Umemwona Don? Hapo nilimuuliza mpiganaji mwenzangu, akaniambia nahisi yupo juu. Wapi? Gorofani. Kwani vipi? Nilikuwa nahitaji kurudi nyumbani. Umechoka kukaa na warembo nini? No, nimechoka pia na muda umekwenda sana. Poa. Nikaendelea kuzunguka kumtafuta Don ndani ya ukumbi huu. Nikafanikiwa kuweza kutambua sehemu alipo. Nikaelekea gorofa inayofuata, niliwakuta walinzi wake wakiwa wamesimama nje ya mlango wa chumba kimoja kati ya vyumba vingi vilivyopo katika corridor. Nikasema naweza nikamwona boss. Hebu ngoja hapo tukuitie. Mlinzi mmoja aliniambia hivyo, na kisha kaingia ndani humo, na baada ya dakika moja akatoka akasema unaweza sasa kaingia ukaenda kuona naye. Basi kweli nikaingia ndani hapa, nilimkuta Don akiwa amezungukwa na warembo wengi, huku Claudia akiwa amekaa kwenye moja ya kiti akiwa amevalia mavazi yake ya kawaida, huku akimtazama mume wake jinsi anavyochezewa pale na hao wasichana. Malcolm. Don alizungumza huku akinyanyuka na kukaa kitako, huku mwili wake akiwa amebakiwa na bukta tu. Mwili mzima wa Don ulikuwa umejaa tatu za kutisha. Ndio mheshimiwa. Vipi wale wasichana walikuhudumia vizuri kweli? Don alizungumza huku akiwa amemshika mwanamke mmoja. Nikasema ndio. Mimi naomba kuelekea nyumbani kwa ajili ya kupumzika. Sawa. Unaweza ukaenda. Mwambie mlinzi mmoja hapa akupeleke kwa dereva wangu, na dereva atakupeleka nyumbani. Don alizungumza huku akiwa amejawa na furaha sana. Nikamwambia nashukuru. Nilimtazama Claudia kwa jicho la kuiba na nikashindwa kabisa kuelewa yeye na mume wake wanaishi maisha gani. Kwa maana kwamba mwanamke aliyopo kwenye ndoa sio rahisi kumruhusu mume wake kuchezewa na wanawake kama hivyo, tena yeye mwenyewe akiwa anashuhudia. Nikatoka ndani ya nje chumba hiki, nikawapa maagizo walinzi hawa, nikaondoka na mlinzi mmoja mpaka katika maegesho ya magari yaliyopo chini ya hili gorofa, na akanikabidhi kwa dereva wa Don, na hapo tukaanza safari sasa ya kuelekea nyumbani, huku tukiwa katika gari hili la kifahari ambalo hata sifahamu jina lake linaitwaje. Nikafika nyumbani na walinzi wa nyumbani kwangu hapa wakanifungulia geti. Nilishuka kwenye gari na kusalimiana nao, na moja kwa moja nikaelekea ndani. Nilimkuta mama akiwa amekaa sebleni huku akiwa anatazama TV. Mama, shikamoo. Marhaba mwanangu. Mbona umechelewa kurudi? Yaani umetufanya tujawe na mashaka mengi, na isitoshe hatujui hata namna ya kukupata kwa mawasiliano. Zamani mama, nilikuwa na pambano huko. Pambano? Pambano gani? Mama aliniuliza huku akinitazama machoni mwangu.
kwani bado sijamweleza kitu kinachoendelea kwenye maisha yangu hadi sisi kufikia hapa, kwani furaha ya kuondoka nchini Tanzania ilinifanya mpaka nisahau kumweleza uhalisia wa maisha yangu. Mama, niliita huku nikikaa kwenye moja ya sofa. Na kusikiliza. Kwanza Shamsa yuko wapi? Shamsa mbona ameshalala? Sasa hivi ni saa 8 na kwenda saa 9 za usiku mwanangu. Ni kweli mama. Ila kuna jambo ambalo sikukueleza tulipokuwa nchini Tanzania. Acha tu kwanza nikueleze. Kutokana na mama kwamba yeye ndiye msiri wangu na ndiye mshauri wangu, nilianza kumhadithia namna nzima ya tukio la ujambazi lilivyotokea, jinsi nilivyoiba cheni hizo. Nikamwelezea namna ambavyo pia mateso ya polisi niliyopitia. Nikamweleza pia jinsi nilivyoishi gerezani mpaka nikakutana na Claudia. Hadi namaliza kumsimulia, mama alishusha pumzi nyingi mno huku akinitazama usoni mwangu. Rashidi. Ndiyo mama. Natambua mchezo unaocheza wewe ni hatari, najua. Ni kweli mama. Ila ndio unatufanya tusahau maisha ya ajabu tuliokuwa tunaishi nchini Tanzania. No? Sizungumzie hayo mapigano yako. Ninazungumzia mchezo unaocheza na mke wa mtu. Hapo nilikaa kimya kwa sekunde kama kadhaa hivi, huku nikimtazama mama usoni mwake. Kama ulifanya kwa kutokujua na umekuja kutambua ukweli, ni bora kaachana na huyo mwanamke. Japo tunaishi sehemu nzuri yenye kila kitu, ila sitopenda kukuona unakuja kuingia kwenye matatizo mengine mwanangu. Nimekuelewa mama. Tulia. Tulia, akili yako iwaze huko kwenye mapambano yako. Mimi nina imani kubwa kwamba Mungu atakuletea mwanamke wako wa peke yako, ila sio mke wa mtu. Asante mama. Sawa, acha mimi nikapumzike, kwa maana nilikuwa nina wasiwasi na nikashindwa kulala, nikawa na hofia labda utakuwa umepata tatizo. Asante mama kwa kunijali. Ni jukumu langu mimi kukujali wewe. Mama akasimama huku akiwa amejawa na tabasamu. Alielekea chumbani kwake ambapo ndipo anapolala na mjukuu wake. Nilijilaza sebuleni hapa huku kichwani mwangu nikitafakari mambo mengi sana yahusianayo na maisha yangu ya sasa na baadaye. Siwezi kuwa mpiganaji hadi kufa kwangu. Siwezi. Nilizungumza hivyo kimoyo moyo, huku usingizi ukianza kuninyemelea. Nikanyanyuka taratibu na kufunga milango yote, na kisha nikaelekea chumbani kwangu, nikajibwaga kitandani, na wala sijakumbuka kabisa kuvua nguo wala viatu. Naam, msikilizaji, asubuhi na mapema nikakaa na kuanza kufanya mazoezi ya viungo. Nilipomaliza nilikuta mama akiwa tayari ameshaandaa kifungua kinywa. Tukajumuika katika meza ya chakula wote watatu na tukaanza kula. Baba. Naam mwanangu. Mama mbona hajakuja? Nikatazamana na mama yangu kabla kuweza kulijibu swali la mwanangu Shamsa. Shamsa. Bibi. Mama yako atakuja siku si nyingi. Umsubirie. Sawa Ojina? Sawa bibi. Brian alifika nyumbani hapa na kutuomba tuweze kuongozana kuelekea kwenye matembezi ya kulifahamu jiji hili la Las Vegas. Tukazunguka maeneo mbalimbali huku tukiwa tumeongozana na mama yangu pamoja na mwanangu. Jamani, kwa kweli kuna watu wanaishi jamani. Mama yangu alizungumza huku tukiwa kwenye moja ya hoteli iliyojengwa vizuri
tukipata chakula cha mchana. Ndio hivyo mamangu. Ukisikia duniani, huku ndo duniani. Kule tulikuwa tupo kwenye visigino vya duniani. Kauli yangu ilitufanya wote tucheke. Ila unatakiwa kujua kwamba Tanzania ni nzuri kuliko Marekani. Brian alizungumza na kumfanya mama kuguna. Ni kweli mamangu, Tanzania ni nzuri kuliko Marekani. Tanzania ina uzuri wa kiasili. Hii Marekani ina uzuri wa kutengenezwa. Ngoja, nitawapeleka kwenye jengo la maonyesho. Mtajionea historia nzima Marekani jinsi ilivyokuwa miaka nyuma. Hapo ndipo mtanielewa nini ninachokimaanisha. Ila ndugu yangu Brian, huku kwenu bwana naweza kusema mmepiga msamba na sio hatua. Sisi kule bado tunajikongoja rafiki yangu. Ila katika kukaa siku chache kwenye ile nchi, unajua nimetokea sana kuipenda ile nchi ya Tanzania. Kweli, haki ya Mungu, nimeipenda na ipo siku nitarudi kwenda kupumzika. Kusema ule ukweli, Brian alikuwa ni mchesi sana kwetu. Amekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yangu, na katika muda mchache huu niliokuwa nimekaa naye, nimeweza kujifunza vitu vingi sana ikiwemo utu. Baada ya kumaliza chakula cha mchana, tukaelekea katika jengo la makumbusho. Brian alilipa kiasi ambacho kila mmoja anapaswa kuweza kulipia ili kuweza kuingia katika jengo hili kubwa lenye ulinzi mkali. Tukaanza pale kutembezwa sehemu moja baada nyingine. Oya Rashidi. Ndio kaka. Hivi mtoto wako anapenda vitu gani? Brian aliniuliza huku tukiwa tunawatazama mama pamoja na Shamsa pamoja na mwelekezaji wetu anayetuonesha historia ya nchi hii ya Marekani. Kiukweli bado sijajua ndugu yangu. Kwa nini? Maisha yetu ya Uswahilini ni ngumu sana kuweza kufahamu vitu hivyo ndugu yangu. Ila kwa kumtazama mwanao, naamini ipo siku atakuja kuwa mwimbaji mkubwa sana. Eti ya niamini katika hilo. Kwa maana toka tulipokuwa ndani ya ndege, alipokuwa nasikia muziki, nilikuwa namuona anatingisha kichwa. Inaonesha ana hisia kali sana na muziki. Ngoja nitamchunguza katika hilo ndugu yangu. Jaribu kufanya hivyo ili siku unapokuja kufanikiwa uweze kumsaidia na yeye kufanikiwa katika ndoto zake. Sawa sawa. Alafu nina swali ndugu yangu. Niulize tu. Hivi Doni na mke wake wanaishije? Kivipi? Jana niliingia katika chumba alichokuwa. Nilimkuta Doni akiwa amezungukwa na wasichana ambao walikuwa hawana nguo. Walikuwa wakimkatikia maono na mke wake alikuwa amekaa pembeni huku akimtazama tu. Ndugu yangu ni story ndefu kidogo. Ila kwa ufupi Doni ni malaya. Na pia ni mtu ambaye amempenda Claudia na ndio maana amemuoa. Kitu kinachomfanya Claudia kuwepo kwa Doni kwa miaka yote hii ni kutaka kurithi utajiri wa mume wake, kwa maana jamaa ana utajiri wa kama dola bilioni 50. Hizo ni pesa ambazo zinajulikana kiserikali, ila pesa zake za madawa kulevya na biashara za magendo nyinginezo anazoziendesha ni nyingi sana, ambazo tukijumlisha basi hakuna tajiri yoyote kwenye hii nchi ya Marekani au duniani anayeweza kumfikia. Kiufupi jamani, mafia. Hicho ndicho kinachomfanya Claudia kuendelea kukomaa. Ila Claudia hana upendo wala hampendi Doni kabisa. Kwa hiyo Claudia anampenda nani? Brian alisimama, akanigeukia huku akinitazama usoni mwangu. Sikiliza Rashidi. Claudia ametokea kukuelewa sana wewe. Amekupenda kwa muda mchache sana. Ila kitu kinachomfanya ashindwe kuwa karibu na wewe, hususan hapa nchini Marekani, ni mume wake. Na kila mwanaume ambaye Don anamtilia mashaka juu ya mke wake, basi anamuua
hata kama hajatembea naye. Na ndio maana nilikuambia ukae mbali sana na Claudia. Hasa kwa hapa Marekani. Kwa maana sitofurahia kukuona unaingia kwenye matatizo wewe na familia yako kaka. Nilishusha pumzi taratibu. Ghafla tulimwona Shamsa akikimbia, jambo lilotufanya tushtuke kidogo, na nikaanza kumkimbiza huku nikimuita kwa nyuma. Mama. Shamsa alikuwa anaita hivyo mama, huku akimshika mwanamke mmoja mwenye nywele ndefu zinazofika mgongoni. Mwanamke huyo akageuka, mimi nikashtuka sana, kwani si mwingine bali alikuwa ni mama Shamsa, ambaye hata yeye mwenyewe pia kitendo cha kutuona hapa alijawa na mshangao, kwa maana hakuna aliyetarajia kukutana na mwenzake katika sehemu kama hii, tena katika nchi za watu. Wewe mtoto, hebu niache. Mama Shamsa alizungumza kwa ukali, huku akimwachanisha Shamsa na mwili wake. Kitendo hiki hata Shamsa kilimshangaza mno. Wewe nikwambie niache. Mama Shamsa alizidi kufoka, ikanibidi kumshika mkono Shamsa na kumwachanisha na mama yake. Mama pamoja na Brian walifika eneo hili na kumfanya mama Shamsa kujawa na mshangao mkubwa mno. Mwanangu, tuondoke. Shamsa alianza kulia huku akijaribu kumng'ang'ania mama yake. Walinzi wawili wa kike waliovalia suti nyeusi walifika eneo hili. Ya kwamba mkuu, kuna tatizo? Walimuuliza mama Shamsa usoni mwake. Mama Shamsa akasema hapana, ila anahitaji kuondoka, nimechefukwa kukaa hapa. Mama Shamsa akaondoka eneo hili na kumwacha mwanangu akilia kwa uchungu mno. Kitendo hiki kwa kweli kilikuwa kimeniumiza sana moyoni mwangu. Mama ilibidi amchukue Shamsa kutoka mikononi mwangu na kuendelea kumbembeleza. Brian, huyu mwanamke ndiye ambaye nilikuwa nimezaa na huyu mtoto. Pole sana kaka. Hata hali ya kuendelea kutembezwa katika jengo hili ilinishia hapa, na tukaanza safari sasa kurudi nyumbani. Shamsa alilia hadi usingizi ukampitia. Tukafika nyumbani na mama akamuingiza mjukuu wake ndani. Kaka, kuna jambo mimi ninaomba unisaidie. Jambo gani hilo Rashidi? Nahitaji kukutana na yule mwanamke ambaye tumeonana naye pale kwenye eneo la makumbusho. Ngoja kwanza niwasiliane na vijana wangu. Nipe dakika kama 5. Brian alizungumza huku akipiga hatua na kusema pembeni yangu kidogo. Akatoa simu yake na kuzungumza na watu wake, na kisha baada ya dakika 2 akanifuata. Nimeweza kupata jina la hoteli na chumba alipo, so tunaweza kwenda kuonana naye sasa hivi. Sawa, ngoja kwanza nimwage mama. Hapo niliingia ndani na moja kwa moja nikaelekea chumbani kwa mama. Nilimkuta akiwa pale amekaa kitandani huku machozi yakimwagika. Akajifuta machozi yake haraka haraka, na hii ni mara tu baada ya kuniona. Mama, ninatoka mara moja na Brian. Sawa, msichelewe. Ila sijui ni kwa nini mama Shamsa amemfanya vile mwanae wa kumzaa. Hana uchungu kwa kweli. Usijali mama, kila kitu kitakwisha tu. Hapo nikanyanyuka nikatoka ndani hapa. Nilitoka nje nikaingia kwenye gari na kisha tukaondoka nyumbani hapa na Brian. Rashidi, kwa nini unahitaji kuonana na mwanamke aliyekuacha? Swali la Brian likanifanya nikae kimya kwa muda kidogo. Ninahitaji kuzungumza naye kwa mara ya mwisho. Unamaanisha nini? Sikupata nafasi ya kumuuliza ni kwa nini amebadilika kiasi hiki. Unajua ni mke wangu wa ndoa, na ndio maana moyo wangu mimi unaniuma sana kuona anayefanya mambo kama hayo. Pole sana ndugu yangu. Ninashukuru sana. Ila tafadhali, usijefanya jambo lolote baya kwake.
nchi yetu katika masuala ya kiusalama iko vizuri sana. Utajikuta unaingia gerezani. Usijali kaka, siwezi kufanya chochote kabisa, niamini. Sawa, mimi nakuamini. Kweli bwana, tukafika kwenye moja hoteli ya kifahari iitwayo Staybridge. Tukaelekea katika eneo la ukumbi, tukapumzika na tukaagiza pale vinywaji na kuanza kunywa taratibu. Vijana wangu wameniambia kwamba anapatikana eneo hili majira kama haya. Ndio, sawa. Tukaendelea kunywa vinywaji vyetu taratibu, na baada ya muda nilimwona Mama Shamsa akiwa ameongozana na walinzi wake wakikaa kwenye moja ya meza iliyokuwa imeandaliwa vizuri. Ana walinzi, inabidi uwe makini sana. Sawa kaka. Hebu ngoja. Brian alinyanyuka na kusogea hadi eneo la meza hiyo. Kutokana na kwamba wapo mbali kidogo na sehemu nilipokaa mimi, sikuweza kusikia wanachokizungumza. Brian aliniita kwa ishara. Mara baada ya kuzungumza na mke wangu kwa muda kidogo, nilinyanyuka na kuwafuata walipo. Zungumza naye, amekupa dakika 5. Brian alizungumza huku akiondoka. Mama Shamsa aliwapa ishara walinzi wake kusogea pembeni kidogo ili tubaki wawili. Mama Shamsa, koma we, sina mtoto mimi. Sina mtoto na wewe. Doka, sawa. Kwa nini umekuwa mkatili kiasi hiko? Rashidi, nilishakueleza mapema na ukaelewa ya kwamba huna hadhi ya kuwa na mimi. Na hapa ninavyozungumza na wewe, nimeshamwambia Mr. kwamba upo nchini hapa Marekani. Yule mkuu wako wa gereza anapata kibano sasa hivi, na bado wewe nitahakikisha unaishia jela kwa kuingia nchini mwa watu kinyemela. Alafu usiniharibie mudi yangu. Nimekuja kufanya shopping, kesho ninaelekea Paris kwa ajili ya ndoa yangu. Hivyo sitaki unipatie stress ambayo hayana sababu ya msingi. Mama Shamsa alizungumza kwa dharau na kejeli iliyopitiliza. Midomo yake kila mara alikuwa naibenua kunidhihirishia kwamba ananidharau. Ninakutakia maisha mema ya ndoa yako. Ila ulichokifanya kwa mtoto sio kitu kizuri. Yule ni mwanao na umemweka tumboni miezi 9. Kumbuka usiku ule ulivyozaa kwa uchungu. Ulikuwa unalia na kuumia maumivu ambayo hujawahi kukutana nayo kwenye maisha yako. Ila leo hii umemkana mtoto kana kwamba sio mwanao. Haki ya Mungu, umekosea Mama Shamsa. Hapo nilizungumza huku machozi yakinilengalenga usoni mwangu. Najua ya kuwa unanichukia. Usiku wa majambazi kuvamia kwenye eneo langu la Lindo, nilirudi nyumbani usiku, sikukukuta. Nilikupigia simu na ukaniambia kwamba uko nyumbani, ikiwa mimi nilikuwa niko nyumbani. Inaonyesha kwamba haya mahusiano yako ulianza zamani sana na huyo mtu wako. Ila mimi ninashukuru sana. Leo hii unaniona mimi maskini kwa ajili ya kutembea na huyo mzee mwenye pesa na mamlaka kwenye nchi yetu. Ila kumbuka, ipo siku, upo wakati utafika, utatamani uwe na mimi ila hutoniona. Utatamani kuishi na mimi ila haitotokea. Kila kitu kitakuwa kimebadilika. Hapo nilizungumza huku machozi yakinibubujika. Mama Shamsa alikaa kimya huku akinitazama usoni mwangu. Hata kama amejawa na ujasiri gani, ila tayari nimeshaanza kuona hali ya kuweza kunionea huruma. Kumbuka nilipokutoa wewe, ulikuwa fukara usiyethaminika. Nikakupa thamani ambayo bila ya mimi huyu mzee asingeweza kukuona. Rashidi, natosha. Ondoka kabla sijawaita walinzi wangu wakakudhalilisha eneo hili. Ninaondoka. Ila tambua kwamba sija kupatia talaka na bado wewe ni mke wangu wa ndoa. Ila leo nitakupatia talaka yako, ukaolewe vizuri bila kipingamizi. Ila tafadhali mwambie mume wako na wewe pia ninakuambia hili ukae ukijua. Achaneni na maisha yangu, maisha ya familia yangu na maisha ya mwanangu. Mkijaribu kuleta ujinga hapa Marekani, ninaapia kwa Allah nitawaua mmoja baada ya mwingine. Na sitaona hasara kurudi gerezani kwa mara nyingine, kwa maana ya kwamba
mtakuwa mmenishika sehemu ambayo hamjapaswa kuweza kuishika. Naam, nilizungumza maneno hayo kwa msisitizo. Nikanyosha mkono wangu juu na mhudumu akanifuata. Nikamwambia, samahani dada, naomba nipatie peni na karatasi. Sawa. Baada ya dakika 2 mhudumu akaniletea peni na karatasi. Nilimtazama Mama Shamsa usoni mwake na kisha nikaanza pale kuandika taraka ya kuachana naye jumla. Na kwa imani yetu ya dini ya Kiislamu, ili kuachana mazima na mke wako ni lazima umtandike talaka 3, na ndicho nilichokifanya. Nilipomaliza kuandika, nikamsogezea pale Mama Shamsa. Wow, safi sana. Nilikuwa nalingojea hili sana. Na pia sasa hivi mimi sio Muislamu, mimi ni Mkristo. Utajijua mwenyewe. Ila kumbuka, ukijaribu kuigusa familia yangu, wewe yule malaya mwenzako nitamua. Na kuanzia hivi sasa tambueni kwamba mpo kwenye vita na mimi, na mtajuta ni kwa nini mmeingia kwenye 18. Kama niliweza kuingia gerezani nikatoka na nimefika hapa Marekani na ninaishi, basi tambue kwamba nitadili na nyinyi vizuri sana endapo mkigusa maisha yangu. Mara baada ya kuzungumza hivyo, nilinyanyuka na kisha nikarudi eneo lipokuwa Brian. Nikamwambia, kaka, tuondoke. Brian alinitazama machoni na akatambua kabisa ninachokizungumza ninakimaanisha. Akatoa pale noti ya $100, akaiweka mezani hapa, na kisha tukatoka nje. Tukaingia ndani ya gari na kisha tukaondoka. Kaka, imekuwaje? Nilimweleza Brian nilichokizungumza na Mama Shamsa. Hapa ni Marekani, sio kama kule Tanzania. Hapa kila mtu ana uhuru wa kuzungumza, na ndio maana hata rais pia anaweza kutukanwa na aliyemtusi asichukuliwe sheria. Ila fanya hivyo kwenye nchi yako uone. Ni kweli. Basi mimi nikutoa wasiwasi kaka, hataweza kukudhuru huyo. Nashukuru Brian. Naweza nikaonana na Don usiku huu. Ngoja niwasiliane naye. Naam, Brian aliwasiliana na Don na kisha akatuelekeza ni sehemu gani ambayo yupo, na kweli tukamfuata. Oho, Malcolm, niambie kijana wangu. Doni alinisalimia huku akinipokea kwa furaha. Nikamwambia, salama mkuu. Niambie kijana wangu, ni nini kinakusumbua, kwa maana uso wako unaonekana hauko sawa? Hapo nikamweleza Don historia ya maisha yangu hadi nilipopata msaada wa kufika hapa nchini Marekani. I say, huwa ninachukia sana wanaume wanaopenda kuchukua wake za watu. Na ndio maana nasema mimi nikijua mtu anamchukua mke wangu, haki ya Mungu ninamkata kichwa. Niambie, unataka kumfanya nini huyo makamu wa rais? Nahitaji tumpatie onyo. Sawa, onyo la aina gani? Tumuue, tumteke au tumfanye nini? Hapo nilishusha pumzi, kwa maana Doni amenipatia nafasi ya kujieleza. Nikamwambia nahitaji tuweze kupata picha za utupu akiwa na mke wangu chumbani wakifanya mapenzi, halafu tuzisambaze kwenye mitandao. So, unahisi hiyo adhabu ina afya kwenye nafsi yako ya kwamba utakuwa na amani? Ndio. Kwa 100% mkuu, itanifanya niwe na amani sana. Basi hilo wewe sabia limekamilika. Alafu nilisahau kukuambia kitu kimoja. Kesho tuna safari kuelekea Mexico, kuna pambano limeandaliwa. Ukishinda pambano la kesho, basi nitakupa ujira wako na utafurahi. Nashukuru sana Don. Ila hakikisha unashinda. Nina imani nitashinda mkuu. Basi nenda kapumzike na usimwazie huyo fala bwana. Vijana wangu wako dunia nzima, hivyo hiyo kazi itakamilika. Nashukuru sana mkuu. Tukaondoka eneo hilo na Brian akanirudisha nyumbani kwangu, huku akiniahidi kwamba asubuhi na mapema atanipitia kwa ajili ya kunipeleka kwa Don kwa ajili ya safari kuelekea nchini Mexico. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama ameshaniandalia chakula cha usiku. Nikawauliza, vipi nyinyi mmeshakula? Ndio, sisi tumekula. Shamsa aliamka? Aliamka, akala na kisha kalala. Ila nahisi kama ana kajoto kwa mbali. Ila nahisi ni kutokana na kulia kwa muda mrefu. Nikamweleza mama
jinsi nilivyokutana na mama Shamsa na nikamweleza kwamba tayari nimeshampata talaka. Mwanangu, umefanya jambo zuri sana. Nashukuru mama. Achana naye kabisa. Yule mwanamke ni muuaji. Yaani sijajua amekumbwa na nini hadi mwanae tu wa kumzaa amemfanyia unyama kama ule. Ndio binadamu hao mama. Ni kweli kabisa. Mama, kesho mimi nakwenda nchini Mexico, kuna pambano. Don amenieleza kwamba nitakuwa na pambano huko. Mwanangu, mimi nakuombea ushinde. Amina mama. Mama akatoa pale cheni yake ambayo kwa kipindi kirefu nilikuwa ninamwona nayo shingoni mwake. Huwa haivuagi. Lakini akaniambia, mwanangu, hii cheni alinipa baba yako kipindi hiko tulipokuwa wachumba. Hivyo alikwenda Merelani huko kutafuta maisha. Na kuna kipindi nilipata habari ya kwamba vifusi vya mchanga viliwafukia yeye na wenzake na wakafia katika huo mgodi. Hivyo chukua hii cheni, itakulinda mwanangu. Mama alizungumza kwa sauti ya upole huku akinikabidhi cheni hii. Nikamwambia asante mama. Ila kwa nini ulikuwa unanificha kuhusiana na baba? Ulikuwa bado hujakomaa. Ulikuwa bado huna akili kama hizo ulizokuwa nazo sasa. Na imani umeshaelewa nini maana ya maisha. Na sidhani kama itatokea siku utamwacha mwanao kuishi maisha kama ulioishi wewe. Na pia ukiona cheni hii, tambua kwamba ni ukumbusho kutoka kwa familia yako. Yaani mimi na mwanao. Asante mama. Hapo taratibu mama akaichukua cheni hii kwenye kiganja changu cha mkono wa kulia, akanivalisha shingoni mwangu, akanibusu shavuni na kisha akaelekea chumbani kwake. Nikatazama filamu kadhaa kwenye TV na kisha nikaingia chumbani kwangu kwa ajili ya kuweza kulala. Asubuhi na mapema, kama Brani alivyokuwa ameniahidi, alifika nyumbani hapa. Tulipata naye chai kwa pamoja na kisha nikaagana na mama pamoja na mwanangu Shamsa na kisha tukaelekea nyumbani kwa Don. Nikamkuta Don, mke wake pamoja na walinzi wake wakiwa wameshajiandaa. Tukaingia kwenye magari na kuelekea uwanja wa ndege. Tukapanda kwenye ndege yake binafsi na safari kuelekea nchini Mexico ikaanza. Malcolm, ndio mkuu. Hili pambano kuna rafiki zangu nimebeti nao. Hivyo lina pesa nyingi sana. Kwa hiyo hakikisha unashinda, na istoshe huyo unayekwenda kupigana naye ni mtu hatari sana. Japo mimi nimetoa pesa yangu, ila nina wasiwasi kwa kweli. Mkuu, kwani huyo mpiganaji naweza nikapata video zake? Video zake ndio. Zipo. Ebu mpeni video zake, video za Iron Man. Mlinzi wa Doni akanikabidhi pale iPad na kuniwekea video za mapambano ya mtu huyo ambaye kwa haraka nilivyomwona tu hana tofauti sana na Zumo nilipigana naye gerezani, kwani ukubwa wa maumbo yao ni sawa kabisa na hata ukatili na upiganaji wao ni sawa kabisa na Zumo. Ila kitu cha tofauti ni kwamba Zumo ni mweusi na huyu Iron Man yeye ni mweupe na ana asili ya Kimexico. Kitu ambacho kidogo kimeniogopesha katika hizi video za mapambano ya huyu mtu ni jinsi anavyowabana upinzani wake vichwa kwa kutumia viganja vyake mpaka wanafariki. Mungu wangu. Huyu jamaa huwa hamwachi mpinzani wake hadi pale atapokikisha kwamba amemuua. Kama unavyoona kwenye hizo video, akishaua tu mpinzani wake ndo anamwacha. Don aliniambia hayo huku akinitazama machoni. Nilimtazama Claudia aliyekuwa amekaa pembeni ya mume wake na kumwona akiwa amejawa na huzuni kubwa mno. Mpaka nikaguna. Niliguna huku nikiwa nimejawa na wasiwasi mwingi mno. Iko hivyo. Yaani ameshaua wapiganaji wangu kama 6 hivi. Endapo wewe leo akikuua utakuwa ni wa 7 kama usikosei ama wa 8. Jitahidi sana Malcolm. Kwa maana katika mapambano hayo ambayo yameyashinda nimepoteza kitu kama dola milioni 20. Leo endapo utashinda pesa yangu itarudi mara 10 yake. Nimekuamini sana, kwa hakikisha unashinda Malcolm. Don alizungumza kwa msisitizo na kunifanya nimtazame tu usoni mwake.
kwani kama wapiganaji wake 6 wameuawa na jitu hili, basi naamini hii safari sitorudi nchini Marekani. Kwani nimejaribu kutafuta mbinu za haraka haraka za kulipiga ile jamaa, ila nimeshindwa kabisa. Kwani wapiganaji wenzangu walionitangulia, nimeona kila aliyejaribu kulipiga ngumi na mateke halitetereki kabisa ili jitu. Na zaidi ni kwamba linahimiza ndo kwanza wampige zaidi, na baada hapo anachokifanya ni kuwapiga makofi ya vichwa na kisha anaanza kuwabana vichwa vyao mpaka mafuvu ya vichwa yanapasuka na kuwa mithiri ya mtu aliyekanyagwa na tairi la gari. Si masihara. Lo, nilichoka. Uoga ulioambatana na hofu vilinitawala sana moyoni mwangu, kwani hakuna binadamu ambaye anajua ya kwamba anakwenda kufa alafu akawa hana wasiwasi wala uoga. Tukafika nchini Mexico, yalikuwa ni majira ya mchana. Tukapokelewa na wenyeji wetu na moja kwa moja tukaelekea mpaka kwenye arena, ukumbi mkubwa wa mapambano, na kukuta pale ndio kwanza watu wanaanza kuingia. Doni alisimama katikati ya ulingo huu mkubwa uliokuwa umezungushiwa nyavu ngumu, akautazama kwa sekunde kadhaa. Wapiganaji wangu wengi sana wamekufa hapa, Doni alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Leo sitohitaji kuona damu yako ikimwagika. Nahitaji ushindi, Malcolm. Sawa mkuu, nilimjibu Doni kwa upole kabisa. Nilimjibu kwa upole kiasi kwa sababu kusema ule kweli bado hofu ilikuwa haijaniondoka moyoni mwangu. Nilianza kuzunguka ulingo huu kwa mara kadhaa, huku nikiomba kimoyomoyo Mwenyezi Mungu apate kunisaidia kushinda. Nilimaliza kusali na kisha nikatoka ukumbini hapa. Kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, ndivyo jinsi hofu ilivyokuwa inazidi kuniondoka, mpaka ikafikia wakati sasa ujasiri ukanijaa moyoni mwangu. Tukapata chakula cha mchana. Sikuhitaji kula kitu chochote zaidi tu ya kuku mzima aliyechemshwa na kuwekwa pilipili na limao ya kutosha. Bana Rashidi, Brian akaniita kwa sauti ya upole huku tukiwa tuko ndani ya chumba cha maandalizi. Nikamwambia ndio kaka. Bana, ujumbe wako hapa. Brian alinikabidhi kikaratasi kidogo hivi, nikakifungua. Nilikutana na maandishi ya kwamba ninakupenda na naomba uwe hai mume wangu. Hapo nikatambua ujumbe huu umetoka kwa Claudia. Nikakikunja pale, nikakitafuna. Nikaenda bafuni, nikakitemea kwenye choo, alafu nikaflash. Brian, nikuulize kitu. Nilizungumza kunikiwa ninatoka katika mlango wa choo, na ndipo Brian akaniambia, niulize tu ndugu yangu. Umeshuhudia mapambano mangapi ya huyu jamaa na inayekwenda kupigana naye leo? Mengi tu. Unajua kama mkuu alivyokuambia, kuna wapiganaji wetu alishawaua. Katika kuyatazama mapambano hayo, kuna kitu gani ambacho umekigundua kwa jamaa? Kitu nilichokigundua ni kwamba hana spidi. Hii ni kutokana na ukubwa wa umbo lake. Na jambo jingine ni kwamba akikukamata anakushushia kofi ya ngumi yake moja tu bro, umekwisha. Okay, udhaifu wake ni spidi, si ndio? Ndio. Ila sijui hili jamaa lina mwili au lina gani, kwa maana kwamba hata kama likipigwa ngumi mateke huwa haliumii kabisa. Na ndio maana ameitwa Iron Man. Ila hizi zinaweza kukusaidia. Brani hapo akanikabidhi bangili 2 za chuma zenye matundu madogo 5 kwa ajili ya kuvaa vidoleni. Bana, vitakusaidia ndugu yangu. Nashukuru sana Brian. Nikajaribu kuvaa bangili hizi 2 vidoleni mwangu, vikanikaa vizuri kabisa. Nikamwambia nashukuru. Rashidi, kumbuka una ndoto nyingi. Hakikisha unapambana kwa ajili ya mwanao. Nashukuru. Naomba niwe peke yangu kwa muda. Hakuna shaka. Brian alitoka ndani hapa. Nilichukua pale iPad na kurudia kuyatazama mapambano ya Iron Man. Wakati huu sasa nikaanza kugundua mambo kadhaa ambayo pale awali sikuweza kabisa kuyagundua. Dakika 20 kabla ya pambano kuanza, akaingia pale Don, akaingia Brian, akaingia na Claudia. Malcolm, sasa pambano linakwenda kuanza. Bila shaka umejiandaa? Don aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema ndio.
Kapambane. Nimekuelewa mkuu. Malcolm. Ndio madam. Tunakuhitaji uweze kuwa nasi. Tunahitaji uweze kuwa hai. Claudia alizungumza kwa sauti ya upole huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia usijali madam. Wakaondoka chumbani hapa na kuniacha na Brian. Muda wa kuelekea ulingoni ukawadia kutokana na Brian ambaye ndiye mpambe wangu, huku usoni mwangu nikiwa nimevalia kinyago changu. Katika mapambano niliyowahi kupigana, hakuna pambano lililojaza watu kama hili. Niliingia ulingoni nikiwa niko na Brian. Chidi, jiamini mwanangu. Brian alizungumza huku akininongoneza sikoni mwangu. Nikamwambia usijali kaka. Kama ilivyokuwa Las Vegas ndivyo ilivyo hapa. Watu wengi walikuwa wananizomea. Sikujali kuhusiana na kelele zao. Nilichokuwa nikijali sasa hivi ni kuhusiana na mpambano uliopo mbele yangu. Mziki mkubwa ukaanza kusikika. Nikaliona jitu hilo kubwa likitoka katika sehemu niliyokuwa nimepita mimi. Likanyosha pale mkono wake mmoja juu na kuwafanya watu wazidi kushangilia. Nyuma yake lilikuwa limeongozana na warembo waliovalia nguo za ndani tunasidilia, wapatao kama 6 hivi, huku warembo hao mikononi mwao wakiwa wameshika urembo, huku wakicheza nyimbo hiyo ya Kimexico. Nikasema oh my god. Niliguna huku nikimtazama huyu jamaa ambaye hata kwenye mlango huu alikuwa anainama ndo aweze kuingia ndani. Brian akaniambia nakutakia mapigano mema kaka. Brian alizungumza huku akitoka kwa haraka hapo ulingoni. Refari akasimama katikati yetu huku sisi sote wawili tukiwa tunatazamana. Jamaa hili likanitazama kwa dharau kubwa mno, maana hata sina hadhi ya kupigana naye. Refa, unahakika huyu ndiye anayepaswa kupigana naye? Aliuliza ujamaa kwa dharau, na refa akasema ndio. Mnaniletea vipi watu ajabu ajabu hao? Refa akauliza mpo tayari? Nikasema ndio. Refa kaamuru pale kengele gongwe. Jamaa karusha kofi la kushtukiza, ila kwa kasi ajabu aiseni ilikwepa huku nikirudi nyuma. Shangwe katika ukumbi zikazidi kumiminika. Iron Man alianza kunizingazinga ili aweze kunikamata. Alitaka umalize huu mchezo mapema mno, ila kwa ujuzi na uwepesi wangu nilizidi kujitahidi kumkwepa ngumi zake na mateke ya huyu jamaa. Nikajisemea moyoni, Rashidi lazima nishinde lipambano. Haijalishi huyu jamaa ni mkubwa kiasi gani, ila mimi ni sawa na Daudi na hili ni Goliati. Nilijisemea hivyo kimoyo moyo. Nikaitazama miguu ya jitu hili. Bane, kwa kasi ya ajabu kwa kutumia miguu yangu yote miwili, nikampiga eneo la enka ya mguu wake wa kushoto. Nikamfanya jamaa anguke chini mzima mzima, kwa maana pigo hili nilihakikisha ya kwamba ninavunja eneo hilo ambalo hata uwe na mazoezi kiasi gani ni lazima uteguke au uvunjike. Sikutaka kumpa nafasi ya kunyanyuka. Nilimkanyaga eneo la sehemu za siri, nikamfanya ajishike eneo hilo huku akiwa anatoa kelele mkali mno. Nikaukimbilia mguu wake niliokuwa nimemvunja enka. Nikakimbilia kupakanyaga pale na kisha nikawa nazungusha hivi mguu kwa nguvu zangu zote. Yaani nikawa namalizia kuvunja kabisa. Jamaa akajaribu kusimama kwa kutumia mguu mmoja, ila nikamtandika teke eneo la gotini, nikavunja goti la mguu wa kulia, na hapa sasa akawa hana ujanja kufanya zaidi tu ya kukaa chini. Kila kinachotokea hapa na inaimani hakuna hata mmoja aliyetarajia hali kama hii. Nikazitoa bangili alizokuwa amenipatia Brian katika mfuko wangu wa bukta yangu, nikazivaa pale vidoleni mwangu. Nikakunja ngumi vizuri sana, nikamsogelea eneo la kichwani mwake. Hapa akawa anajaribu kujizibaziba hivi kwa mikono yake, na muda mwingine akawa anafanya timing ya kutaka ile nikamate kwa mikono yake, ila mimi nikawa nafanya namkwepa. Ukifikiria na hizi bangili nilizokuwa nimezivaa, bangili ni ngumu. Kwa hata nikimtandika eneo lolote lile, basi ngumi ilikuwa inamwingia kisawa sawa. Yeye alikuwa anajifanyaga mabavu kwa wapambanaji wengine ya kwamba anaachia mwili wake watu wampige au mimi. Sasa nilivyokuwa namtandika hizi bangili za chuma, kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda ndivyo jinsi nilivyozidi kumchakaza kwa kumpiga ngumi za kichwa. Nikamshika pale mkono wake wa kulia, nikavunja vidole vyake na kuzidi kumnyima uwezo wa kujilinda. Nilianza kumpiga ngumi mfululizo katika koo lake mpaka nikavunja koromeo lake. Kelele zilizokuwa zimetawala ukumbini hapa zote zilikuwa zimefifia, na waliokuwa wanamshangilia ni watu wachache sana. Nikalitazama jitu hili kwa dakika kadhaa na kisha nikampiga kabali.
Yaani nikampiga roba kwenye shingo yake kwa kutumia miguu yangu, ambayo miguu yangu ina nguvu kubwa kuliko hata mikono. Iron Man alijitahidi sana kufurukuta, ila akashindwa kabisa kujitoa. Nikamwambia tuonane kuzimu. Nilizungumza hivyo kimoyomoyo, na kisha nikaivunja shingo yake kabisa, na huu ndo kawa mwisho wa Iron Man. Nilinyanyuka hapo nikiwa sijaumia wala kupigwa ngumi hata moja na mpinzani wangu. Mpaka refa mwenyewe akaniuliza, wewe ni nani? Mimi nikamwambia ni mtu. Refa pale ibidi nishike mkono wa kulia na kisha kaunyanyua juu. Akainama huku akiwa anasikilizia mapigo ya moyo kifuani mwa Iron Man, ila akatingisha kichwa kimaanisha kwamba amekufa. Nilimwona Don pamoja na walinzi wake wakikimbia kwa kasi na kuingia ulingoni hapa. Don akaninyanyua juu kwa furaha na kuanza kunizungusha pale kwamba safi. Safi sana. Malcolm safi. Hata hiki kilichotokea, nina imani ya kwamba Don haamini kwenye macho yake. Walinzi wake wakanitoa pale ulingoni huku wakinibeba juu. Nikarudi chumbani ambapo nilimkuta Claudia na Brian wakiwa wanatusubiria. Rashidi, wewe ni genius, Claudia alizungumza huku akinikumbatia kwa furaha. Nikaachana naye na kisha Brian naye akanikumbatia. Mke wangu, umeniletea jembe. Siamini kama yule fala mpumbavu amekufa. Nilikwambia mume wangu, na ndio maana hata kile kiasi tulichomlipa mkuu wa gereza nikakwambia kwamba kitarudi. Ona sasa, pambano la kwanza lilikuwa ni la kumpima uwezo. Hili limekuwa ni pambano official, na ameshinda mbele ya mtu ambaye alikula pesa zetu nyingi sana. Na sio tu kushinda, amemua. Hakika furaha ilizidi kutawala kwa kila mmoja ambaye alikuwa ni timu yetu. Nikaoga, nikavaa nguo nilizokuwa nimekuja nazo eneo hili. Usiku huu tukaondoka hapa nchini Mexico na kurudi zetu Las Vegas, Marekani. Moja kwa moja tukaelekea nyumbani kwa Don na nikaingia naye pale ofisini kwake pamoja na mke wake. Hivi jina lako unaitwa Rashidi nani vile? Rashidi Pinda. Sikuwahi kufurahi sana kwenye maisha yangu, ila leo furaha yangu imepitiliza kwa kweli. Umeipatia kitu ambacho nilikuwa nina ndoto ya kukipata, na si kingine, ni kumwangusha yule jamaa. Kama ni pesa ninayo nyingi sana. Ninayo nyingi sana, na leo nitakupa cheki ya $1 milioni. $1 milioni? Hapo nilishangaa huku macho yakinitoka. Akaniambia, $1 milioni. Najua wewe ni binadamu na sio kila siku utakuwa unapigana tu ulingoni. Ni lazima utakuwa na malengo yako binafsi, na isitoshe bado wewe ni kijana mdogo sana. Anachokizungumza mume wangu ni kweli. Rashidi, wewe bado ni mdogo sana. Claudia alitilia mkazo wa kauli hiyo aliyozungumza mume wake. Jambo jingine nahitaji kukufanya mkono wangu wa kulia sasa. Unamaanisha nini boss? Nenda nyumbani leo. Kesho asubuhi Brian atakuja kukuchukua na atakupeleka bank. Utafungua akaunti kwa jina lako na utaweka kiasi hiko cha pesa. Cheki utaipitia asubuhi. Nashukuru sana Don. Nikaondoka nyumbani hapa kwa Don na Brian akanirudisha nyumbani kwangu. Rashidi. Ndio ndugu yangu. Hongera sana. Nashukuru kaka. Brian akaondoka na kuingia ndani kwangu. Nilifungua mlango wa chumbani kwa mama. Niliwakuta pale wakiwa wamelala pamoja na mjukuu wake. Niliingia chumbani kwangu na kuanza kupanga mipango ya namna gani nitakavyozitumia pesa hizo kwa kuanzisha miradi itakayoweza kuniingizia pesa nyingi mno. Nilipopata mradi ambao nikaona kwangu utakuwa ni sahihi mimi kuweza kuufanya, nikajipumzisha pale. Kumbe ulirudi? Mama aliniuliza mara baada ya kutoka chumbani kwangu na kumkuta sebuleni akiwa anafanya usafi. Nikamwambia ndio mama, nilirudi jana usiku, nikaona sio busara mimi kuweza kukuamsha. Vipi shindano lako limekwendaje? Limekwenda vizuri mama. Lilikuwa ni rahisi mno kuliko vile watu walivyokuwa wanafikiria. Hongera. Umelipwa kiasi gani? Mama. Tumeuchinja mama. Ndio unamaanisha nini? Bosi ameniambia asubuhi hii nikachukue cheki ya $1 milioni. Kibongo ni kama bilioni 2 hivi na ushe. Haki ya Mungu vile mama, sikudanganyi. Yaani hapa mimi nasubiria tu Brian kuja kuweza kunichukua kwa ajili ya kwenda kuchukua cheki na kisha kwa ajili ya kwenda kufungua akaunti niweke pesa zangu.
Ni jambo la heri mwanangu. Asante mama. Nikishika pesa na kuhakikishia, yani ipo mikononi mwangu, basi nitakwambia ni biashara gani tufanye. Sawa mwanangu. Brian alifika nyumbani hapa, tukapata kifungua kinywa na kisha tukaanza safari ya kuelekea nyumbani kwa Don. Aise Chidi, yani nimependa sana chai mama yako, anajua kupika sana. Kweli? Ya, anapika vizuri sana bro. Ndo mapishi ya Kitanzania hayo ndugu yangu. Yani nimeyapenda sana. Mwambie siku moja mama yako atupikie ugali samaki. Mimi na Claudia tunapenda sana. Kweli? Ndio. Tukafika nyumbani kwa Don na tukakaribishwa pale na wafanyakazi wake ndani. Tukaambiwa kwamba mkuu bado hajaamka, kwa tukasubiri kama robo saa hivi. Don na mke wake wakafika sebleni baada ya sasa ya kuamka. Akampa Brian maelekezo ya benki gani anipeleke nikafungua akaunti ya benki. Nikakabidhiwa pale cheki yangu ya dola za Kimarekani milioni 1. Kwa kweli sikuamini kwenye maisha yangu kama ninaweza kushika kiasi kama hiki tena kwa mkupuo. Ujumbe mfupi wa message ukaingia kwenye simu ya Don. Akautazama kwa sekunde kadhaa na kisha akatabasamu. Wow. Malcolm, kazi yako imekamilika. Picha za watu unaowahitaji, si ndio hizi hapa? Don alizungumza huku akinikabidhi simu yake. Nilitazama picha za utupu za mke wangu na makamu wakiwa kwa kitandani. Tabasamu likanijaa usoni mwangu. Hata hii milioni 1 niliyopewa, sifikirii sana. Ninachokifikiria ni kumchafua mke wangu na makamu wa rais, ili yale maumivu niliyopata mimi na wao yapate. Na hii ndio itakuwa ni aibu ya dunia nzima na itamchafulia sana makamu wa rais. Kwani huyu makamu wa rais ana mke na ana watoto wakubwa tu. Hapo vipi? Zimekufa? Don aliniuliza huku akiwa na tabasamu kwa furaha kubwa mno. Nikasema sana tu, tena sana. Nashukuru sana mkuu. Usijali, hii ni haki yako. Sasa hivi nendeni benki, ila hakikisha unakuwa kwa makini sana na utendaji wako wa hizo picha. Sawa mkuu, usijali. Kondoka na Brian na kuelekea benki. Rashidi. Ndio kaka. Hizo picha umepanga kuzifanyia nini? Nahitaji kuzisambaza kwenye mitandao. Ngoja nikupatie ushauri mmoja Chidi. Hapo nilimtazama Brian aliyekuwa anaendelea kuendesha gari. Kama una namba ya mmoja kati yao hao au madui zako, wapigie na uwatumie hizo picha na kisha uwape shinikizo lolote unalolitaka. Hiyo itawasaidia kupata tumbo joto. Na hata unaweza kudai pesa na wakakupatia, kwa maana makamu wa rais so mtu mdogo. Lazima atakuwa na pesa nyingi. Hapo sasa umenifumbua macho ndugu yangu. Ya. Ukizisambaza tu hutoridhika kulipa kisasi chako. Nina namba ya makamu wa rais na nina imani ya kwamba nitafanya jambo. Sawa. Fanya hivyo. Kweli tukafika katika jengo moja kubwa ambalo Brian alikuwa ameniambia hapa ni benki. Tukafuata taratibu zote za kufungua akaunti na kisha tukaweka pale kiasi hiko cha dola milioni 1. Unahitaji kudraw kiasi gani kidogo? Brian aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema nataka kama dola 55,000 hivi. Brian akanielekeza namna kutoa pesa na kisha nikatoa kiasi hiko cha pesa, tukaondoka hapa benki. Hakika kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu, leo ninashika pesa yangu niliyoipata kwa kutumia jasho langu. Niliwasiliana na mama na kumwelezea kwamba apike ugali na samaki, kwani tunakwenda kupata chakula cha mchana mimi na Brian. Chakula ambacho Brian akipenda sana. Kwa nilinunua pale baadhi ya mahitaji ya nyumbani pamoja na zawadi kwa ajili ya mamangu pamoja na mwanangu, na kisha tukarudi nyumbani. Mama, hii ni pesa yangu. Leo nimekununulia zawadi mimi mwenyewe na mjukuu wako pia nimemnunulia zawadi. Hapo nilizungumza kwa furaha huku nikimkabidhi mama zawadi zake. Akasema asante sana mwanangu na Mungu akubariki kwa kweli. Nikamwambia nashukuru sana mamangu. Tukapata chakula cha mchana huku tukizungumza mambo mengi ya kufurahisha. Mara baada ya chakula tulitafuta sehemu iliyotulia mimi na Brian, na kisha nikazinakili namba za makamu wa rais ambazo nilizikremisha katika siku ambayo alikuwa amenipatia kadi yake ya biashara, na kisha nikampigia. Namba nchini Tanzania kwa bahati mbaya
nikakuta ipatikane. Kutokana na kwamba alinipatia na namba ambayo ataitumia akiweko nje ya nchi, nikampigia na kwa bahati nzuri nikaipata hewani. Nikasikia pale halo. Ilikuwa ni sauti ya uchovu na usingizi ilisikika hivyo. Nikamwambia, niambie mheshimiwa. Wewe nani mwenzangu? Nikamwambia, nimeshasahau kujitambulisha, mimi naitwa Rashidi. Wewe Rashidi gani? Nikamwambia, naamini mheshimiwa hujanijua, ila ni yule kijana ambaye ulinibambikia kesi ya wale majambazi na nikapelekwa Maweni kule. Kumbe wewe mshenzi. Ninasikia kwamba uko nchini Marekani na familia yako. Nikamwambia, ndio nipo nchini Marekani. Ulihisia kwamba nitaendelea kuishi nchini Tanzania ili niendelee kunyanyasika kila siku, si ndio? Kijana, nilikupa nafasi ya kuishi. Sasa naona unanikaribia. Unataka kunipanda kichwani. Nitakuonesha mimi ni nani. Nikamwambia, mzee sikiliza, safari hii ndio mimi nitakuonesha kenge wewe. Unasemaje wewe? Nikamwambia, wewe kenge tu kama kenge wengine. Mimi ndiye nitakaye kuonyesha sasa. Hapo nilizungumza kwa kujiamini na kisha nikakata ile simu. Niliingia mtandao wa WhatsApp nikamtumia picha za ngono zile akiwa yeye pamoja na mke wangu kitandani. Hazikupita hata dakika 2 akanipigia simu. Akaniambia, wewe umetoa wapi hizo picha? Makamu wa rais alizungumza huku akiwa amejawa na kigugumizi kizito mno. Nikamwambia, ndugu yangu, hii ni dunia tu. Kama unayejua mambo yangu makubwa tu, ila na mimi kuna mambo yangu ninayojua kuhusu wewe. So uliamua kunivuruga, uliamua kunichafulia amani moyo wangu. Sasa ninakuhakikishia dunia nzima itakwenda kushuhudia huu upozi wako, na hiyo ndoa ya siri ni lazima wanao na mke wako watafahamu tu. Hebu kijana basi tuzungumze. Nikamwambia, tuna cha kuzungumza mimi na wewe. Ubaya ni ubaya tu mzee. Alafu ngoja nikwambie kitu kimoja. Usihisi ya kwamba nitakuja kurudia hilo kombo lako hilo ulilolichukua. Lazima jutie kwa nini alinisaliti, na wewe utajuta na kwa nini ulinisaliti. Kiburi chako cha madaraka ni lazima nikikomesha. Lazima uvuliwe wanachama. Ngoja kwanza. Hapo nikamkatia simu. Nikiwa tayari nimeshaitambua hofu ya makamu wa rais. Akapiga pale simu nikamkatia. Akapiga kwa mara nyingine nikakata tena. Namba mpya ikaingia kwenye simu yangu. Nikamonyesha Brian. Akasema, hiyo ni kodi hapa Marekani. Nikamwambia, itakuwa ni nani? Akaniambia, pokea tumsikie ni nani. Kweli nikapokea, nikaweka pale loudspeaker. Nikasikia sauti ya mama Shamsa. Rashidi, tunaweza tukazungumza? Nilisikia sauti ya mama Shamsa akizungumza kwa sauti ya upole na yenye majonzi. Nikamwambia, mke mtarajiwa wa makamu wa rais. Rashidi, ni kwa nini unafanya hivi? Nikamwambia, mimi nimefanya nini tena mke wa makamu wa rais Nimefanya nini mimi? Hizi picha umezitolea wapi? Nikamwambia, wewe kenge nini? Okay, nimezitoa kuzimu. Nilipomjibu hivyo nikakata simu huku nikiwa nimejawa na hasira mbaya. Ili kuepuka usumbufu nikaizima kabisa simu, kwa maana ushawishi wake unaweza kunifanya mimi nikabadili mawazo yangu. Simu ya Brian ikaanza kuita pale, akaipokea. Niko na Brian, anasema, okay sawa boss, tunakuja. Brian akakata ile simu na akaniambia, bwana sikiliza, Don anatuhitaji. Kweli tukaondoka hili eneo, tukaelekea nyumbani kwa Don. Hakika toka nimefika hapa nchini Marekani, Brian amekuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Tukafika nyumbani kwa Don, tukamkuta pale akizungumza na watu 4 ambao kwa muonekano wao tu ni matajiri. Jamani, huyu mimi ndo champion wangu. Don alizungumza huku akininyoshia kidole mimi. Aise, unajua nimeshuhudia pambano lake kwa njia ya TV, ila nilitaka kuona sura yake. Nani yupo nyuma ya kile kinyago? Kumbe ni bwana mdogo sana wewe. Alizungumza mzee mmoja huku akivuta sigara kubwa kama alizokuwa anazivuta mkuu wa gereza. Huyu kijana wangu ni bwana mdogo tu. Wewe kijana una umri gani wewe? Mzee mwingine aliniuliza. Nikasema miaka 26. I said, Don, umepata mashine ya kazi. Unajua kwa sasa hakuna mbabe mwingine, kwa maana kwamba Iron Man ndio alikuwa mbabe wa wababe. Ndio hivyo. Alafu ndio pambano lake la kwanza hilo. I say, nilimpa shindano la kujipima akalimudu, akazidi kunidhirishia kwamba yeye ni mkali sana mara baada ya kumbonda na kumua Iron Man. Don alizungumza kwa kujitapa. Don alizungumza kwa furaha sana huku akinitazama usoni mwangu kwa furaha. I say, safi sana Don. Yaani hadi ninakuonea wivu, kwa maana kwamba wapiganaji wangu wananivuruga tu. Kila siku wananitia hasara tu. Pole sana. Malcolm, unaweza kwenda kunisubiria, nina kikao sasa hivi, nikimaliza tutakuja kuzungumza. Sawa mkuu.
Hapo nikaelekea sebuleni alipokwenda Brian, kwa maana ya kwamba sehemu ambayo Don ameketi na wenzake ni katika moja ya kibanda cha kupumzikia. Nilimkuta Brian na Claudia wakizungumza. Nilimsalimia Claudia na kisha nikakaa kwenye sofa lililopo pembeni ya Brian. Rashidi, unajisikiaje? Salama tu madam. Ona hatuonani. Nipo madam. Hapo Don akaingia sebuleni hapa. Akanipa ishara ya kumfuata. Nilinyanyuka na kumfuata nyuma na kuingia ofisini kwake. Sasa Malcolm, Don alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nilikaa kwenye kiti cha wageni na kisha naye akakaa kwenye kiti chake kilichopo nyuma ya meza yake hii kubwa ya kifahari. Kuna kazi moja ninahitaji kukupatia. Ukifaulu kazi hiyo, basi maisha yako yanakwenda kuwa mazuri sana. Kazi gani mkuu? Kuna tajiri mmoja anaishi Paris, Ufaransa. Ana utajiri unakimbia kwenye dola bilioni 90 na ushenzi. Ana binti yake mmoja tu pekee. Ninahitaji umshawishi hadi umoe. Yule mzee umri wake upo kwenye hatua za mwisho na ina imani atamrithisha pesa hizo binti yake, na endapo atamrithisha, ina maana kwamba utajiri utakuwa ni wa kwako pia. Na baada ya hapo nitakwambia namna ya kufanya kuhakikisha kwamba tunapora huo utajiri. Kwa sababu nilishusha pumzi taratibu huku nikimtazama Don usoni mwake. Nikamwambia, kwa nini umenichagua mimi mkuu? Unajua Malcolm, wewe una muonekano na una kipaji. Yule binti anapenda watu wenye uwezo wa kupambana ulingoni. Utakachokifanya wewe ni kwenda kuishi Ufaransa. Kuna baadhi ya kumbi zinaendesha mapambano. Utajisajili kama mpiganaji wa kujitegemea. Na isitoshe Ufaransa watu weusi ni wengi kama hapa Marekani. Hivyo hakutokuwa na ishu kubwa sana kwenye masuala ya uhamiaji. Na kuna watu wangu kule watakuwa na kulinda. Na kuhusu serikali ya kule wala polisi hawatakusumbua. Je, uko tayari kwa hiyo mission? Ndio niko tayari. Je, kazi hiyo inabidi niende kwa muda gani? Hata miaka 2, ila kikubwa ni kuupata huo utajiri. Endapo utaupata, ninakuhakikishia kwamba utakwenda kuwa sio wewe tena, na baada ya hapo utaweza kufanya kazi zako wewe mwenyewe kama wewe, na hutokuwa mpiganaji wala hutokuwa chini yangu, utabaki kuwa mwanangu. Hilo unalionaje? Mkuu, mimi nimekuelewa. Ila sheria namba 1 na zote katika hiyo kazi, usiupe moyo wako nafasi ya kumpenda huyo msichana. Kwa maana endapo itatokea utampenda, utafeli kazi, na ukifeli kazi nitakuondoa kwenye hii dunia. Don alizungumza huku akiwa amenikazia macho mpaka nikaogopa kidogo. Alitabasamu na kisha karudi katika sura yake ya amani. Familia yako nitaipatia uangalizi wote, na utakuwa unarudi mara moja kuja kuwatembelea. Brani, nina imani atakuwa karibu sana na familia yako kwa kipindi chote utakachokuwa kazini. Nimekuelewa mkuu. Kazi yenyewe inaanza kesho asubuhi. Utaondoka nchini hapa na kuelekea Ufaransa. Kuna dereva taxi atakupokea na atakupatia maelezo yote ya wapi ufike, na picha za binti huyo utaziona ukifika huko, na dereva huyo atakupeleka kila sehemu ambazo msichana huyo atakuwa anapatikana. Sawa. Je, jina nitatumia jina gani? Hilo Malcolm X. Sawa. Mimi nikutakia kazi njema. Nashukuru sana mkuu. Hapo nilitoka ofisini hapa kwa Don huku nikiwa na mawazo mengi mno. Nikakutana na Brian Seblen na tukatoka wote na kuingia ndani ya gari na tukaondoka hapa nyumbani. Brian akaniambia, mzee, kazi uliopewa ni ngumu sana Rashid. Brian alinisemesha, na hii ni mara baada ya kuniona nikiwa nimejawa na mawazo mengi mno. Nikamwambia, umejuaje ndugu yangu? Claudia akaniambia, na hapa ameniomba nikupeleke kwenye moja ya nyumba ya siri sana ambayo hata Doni haijui hata kidogo, ili ukazungumze na Claudia. Sasa na mtihani ndugu yangu Brian. Yaani mtihani. Yaani ni heri ukaenda huko Paris. Endapo utabaki hapa, macho ya Don yatakuja kugundua juu ya jinsi unavyochovya asali yake, na akijua ndugu yangu umekwisha.
Aise, Mungu anifanikishe, kwa maana kwamba Doni ameniambia nikifanikisha huu mpango basi itakuwa ndo kazi yangu ya mwisho kufanya na yeye, na nitakuwa niko huru na maisha yangu. Ya, kama jamaa amekuahidi hivyo, huwa anamaanisha sio mtu wa kubadilika. Ahadi yake akisema ni lazima atekeleze. Tukafika katika nyumba moja ambayo kidogo imejificha na muonekano wake inaonyesha ni nyumba ya kawaida sana, ambayo sio rahisi kwa mtu kuweza kufikiria kwamba mke wa Doni anaweza kuishi eneo kama hilo. Tukaingia ndani, nilimkuta mke wa Doni sebleni akinywa mvinyo kama kawaida yake. Brian akasema niko nje naangalia ulinzi, nikamwambia okay poa. Brian alitoka ndani na kuniacha mimi na Claudia, ambaye hakutaka kunisemesha chochote. Kwanza alinitoa suruali yangu na akachuchumana kwanza pale kumfanyia askari wangu masaji. Niliporidhika nikamwinamisha pale kwenye moja ya kochi na kuanza kumpa alichokuwa anastahili kupewa. Kichapo nilichompatia Claudia hato kaka akanisahau kwenye maisha yake, kwa maana nilikuwa nahakikisha kwamba nampa show ya kisawasawa, analia kama mtoto mdogo. Lisali zima likatosha kabisa kukata kiu ya Claudia. Tukaingia bafuni tukakoga na kisha tukawa sasa tuko pamoja. Unajua nimejisikia vibaya sana mume wangu kukupatia hiyo kazi. Ila sema ndo hivyo, sina jinsi tu zaidi, yani siwezi kumpinga na huwa hapendi kupingwa maamuzi yake. Claudia alizungumza huku nikiwa nimemkumbatia kwa nyuma, huku tukiwa katika sinki la kuogea. Nahitaji kuweza kuikamilisha hii kazi ili niwe huru kutoka mikononi mwa mume wako. Hilo ndilo ambalo nakuombea. Ukiwa huru, nina imani tunaweza kwenda sehemu yoyote ili kuishi maisha yetu mapya. Claudia, nikuulize swali. Niulize tu. Kwa nini unaishi na Don? Mwanaume anayefanya mapenzi mbele yako na wanawake wengine, na sio mmoja, ni wengi tu, na wala hutetereki. Hapo Claudia alikaa kimya na kisha taratibu akajigeuza. Simpendi Don, na sijawahi kumpenda Don, na wala sijawahi kumuelewa. Yani sijawahi kumwekea hisia zangu hata kwa bahati mbaya. Niko naye kwa ajili ya pesa tu, na nimejaribu kufanya kila namna kumuua Don, ila nimeshindwa. Ila bado sijakata tamaa. Ipo siku nitamua. Kwa nini unahitaji kumuua? Ni historia ndefu sana Chidi. Ila kwa ufupi, Don aliniulia mwanaume ninayempenda kwa ajili ya kunitaka mimi kimapenzi. Nikafunga naye ndoa ya kifahari, na ndio maana katika kipindi hiko chote ninaishi naye kwa akili sana. Sasa hujazaa naye hadi leo? Hana uwezo wa kumzalisha mwanamke. Hata wewe mwenyewe unamuona hana nguvu za kutosha, na ndio maana wasichana wanaishia tu kumshika basi, na baada ya hapo wanachukua pesa zetu, na hayo ndo maisha ambayo yeye anayaishi. Ila Rashidi, nataka uniahidi kitu kimoja. Kitu gani baby? Niahidi ya kwamba hutonisahau kwenye maisha yako. Siwezi kukusahau mpenzi wangu. Endapo utapata huo utajiri wa huyo msichana, tafadhali Rashidi, usije kumrudishia Don. Ukinihakikishia kwamba umeupata huo utajiri, mimi na wewe tutaungana kwa pamoja kwa ajili ya kumuua, na tutakuwa tuna utajiri wa huyo msichana pamoja na utajiri wa Don. Hapo umenielewa au unasemaje? Claudia alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nilifikiria kwa muda kidogo na kisha nikatabasamu, nikimaanisha kwamba nimemkubalia hilo wazo lake, na endapo tutapata utajiri wa watu hawa wawili, basi sitokuwa Rashidi huyu wa sasa ambaye ninaagizwa kufanya chochote na kupigana na yeyote pasipo wao kujalia kwamba mimi ni binadamu na ninapaswa kuweza kuishi maisha mazuri. Haya sasa. Bwana, Claudia na Rashidi wanapanga mipango ya wao wawili. Je, watafanikiwa kwenye mipango yao au zitakuwa ni ndoto za Linacha? Nikusihi usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua. Katika sehemu inayofuata itakuwa ni sehemu ya 4, mzigo mtamu kuitwa Rise Up. Mimi naitwa Uncle G. Asante sana kwa time yako. Tukutane katika sehemu ya 4. Bye bye.